Baada ya kufika pale tutawaomba tutaketi. Makofi mengi. Na msikilizaji wa TBC, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kukabidhiwa sasa ile ripoti na lile boksi kubwa lililojaa vitabu vya wale walioenda ndivyo sivyo, sasa tayari ameshakaribishwa. Tumsikilize. Mheshimiwa Samia, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Ndugai, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Angela Kairuki, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako, Waziri wa Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi, Mheshimiwa George Simbachawene pamoja na mawaziri na manaibu waziri walioko hapa, waheshimiwa wabunge mkiongozwa na kamati ya bunge inayohusika na masuala ya elimu pamoja na utumishi, Mheshimiwa mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu cha Dodoma pamoja na Mheshimiwa Makamo Mkuu wa Chuo cha Dodoma Profesa Idris Kikuna hapa kwa pamoja. Napenda nikiri na niseme kwa dhati kabisa kutoka moyoni, nimefurahi sana na makaribisho mazuri sana ya wanajumuiya wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Asanteni sana. Na hii inadhihirisha wazi kwamba hapa ndio makao makuu. Lakini kwa wanachuo wa UDOM, nilipokuwa nikitembelea vyuo vikuu vingine vile vya mikoani, nilikuwa naenda peke yangu. Lakini kwa kutambua hiki ndio chuo kikuu kikubwa kuliko vyuo vikuu vyote, nimekuja na makamu wa rais, nimekuja na waziri mkuu, nimekuja na spika, nimekuja na mawaziri wengi. Nataka mjitambue na muamini kwamba ninyi ndio mnaoongoza katika vyuo vikuu vyote Tanzania. Kwa sababu maeneo mengine tulikuwa tunaenda kivyetu vyetu, lakini hapa tumekuja wote ili tuje kusikiliza na kuzungumza kwa yote ambayo tunafikiri ni muhimu kwa taifa hili. Ndugu zangu, pia nipende nikushukuru sana Mheshimiwa Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma kwa taarifa nzuri ulizozitoa na changamoto nyingi chache, lakini sio nyingi sana, ulizozitoa zinazohusu Chuo Kikuu cha Dodoma. Chuo Kikuu cha Dodoma kina historia ya pekee. Kwanza, tunaweza kusema jengo hili la Chimwaga limeanza kujengwa kwa mawazo ya baba wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Pakiwa pamepangwa kuwa mkutano na kuwa mkumbi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Hiyo ni historia, hatuwezi tukaikwepa. Uwe Chadema, uwe CUF, uwe CCM, historia inabaki vile vile. Lakini baadaye utawala wa rais wa awamu ya pili, mzee wetu Mwinyi,
kwa mawazo yake ya utaifa akaanza mikakati ya kuhakikisha ukumbi huu unarudishwa serikalini. Prosesi zote zilifanyika, na ninakumbuka wakati wa Mzee Mkapa ukumbi huu ulikuwa ndani ya Wizara ya Ujenzi na tulikuwa tunaupangia bajeti. Wakati huo waziri akiwa Mama Ana Abdalla na mimi nikiwa naibu waziri, tukaumalizia huu ukumbi kuujenga na baadaye kurudisha kabisa moja kwa moja kwamba usipangiwe bajeti. Tumeingia kwenye awamu ya 4 ya Mzee Kikwete kwa mawazo yake ya kutambua utaifa. Akasema hapa lazima pawe na chuo kikuu kikubwa kuliko vyuo vikuu vyovyote vilivyoko katika nchi. Kwa hiyo tunayapongeza sana mawazo ya waasisi hawa wote wa awamu ya kwanza, ya pili, ya 3 na ya 4 ambayo yametuwezesha kuwa na chuo kikuu cha aina yake. Chuo kikuu chenye eneo kubwa, chenye chuo kikuu ambacho kinatoa elimu tofauti tofauti. Hapa kweli ni mahali pa kujifunzia. Kwa hiyo napenda nichukue nafasi kukupongeza sana Mheshimiwa Profesa Kikula pamoja na wanafunzi wote na walimu kwa mshikamano mkubwa mnaoonyesha katika kuonyesha kweli chuo kikuu cha Dodoma ni chuo kikuu cha aina yake na cha mfano wa pekee. Nami nashukuru sana leo pamoja na viongozi wenzangu wa serikali tuko hapa chuo kikuu cha Dodoma tukiwa tumekaa vizuri kwa heshima kubwa, kwa mapokezi yaliyo mazuri sana, kwa vijana waliochangamka sana, kwa vijana ambao wanaonyesha kweli wanapata elimu ya kutosha, sio hawa wengine ambao wamemaliza kusoma leo hapa ambao moto wake tutakuja kuona. Umezungumzia kuhusu changamoto zilizoko. Nataka kuwaahidi wanajumuiya wa chuo kikuu cha Dodoma nitazibeba, nitazishughulikia kwa wakati mzuri tu, haraka haraka hizi baadhi ya changamoto. Ninajua Profesa Mkandara si ajabu anaweza akawa naona wivu kidogo, lakini hiki ndiyo chuo kikuu kilicho kwenye makao makuu ya nchi. Kwa hiyo lazima kipate special considerations kwa sababu they really deserve it. Ndugu zangu wanachuo na ndugu viongozi wa chuo kikuu cha Dodoma, mkuu wa chuo cha Dodoma Profesa Kikula amenikabidhi vitabu viwili. Hivi vitabu viwili vinafafanua kwa undani historia ya chuo kikuu hiki. Na katika nchi yoyote duniani historia ni kitu muhimu katika kujua mahali tulipo, mahali tulikotoka na mahali tunakoenda. Nina uhakika kama vijana wote watapitia historia ya chuo hiki na historia ya elimu ya Tanzania kwa ujumla, kuanzia wakati ule tunaanza na chuo kikuu cha kwanza mpaka leo wakati tuna wanafunzi zaidi ya 124,711 wanaopata mikopo Tanzania. Watanzania hawa wanafunzi
wakajua na prosesi zote zilizochukuliwa kwamba huu ulikuwa ukumbi wa CCM kwenye miaka ile, na leo ukumbi huu tunautumia Watanzania wote wa vyama vyote, hata ambao hawana vyama, katika kuzungumza na kupanga mikakati yetu ya kwenda mbele. Nina uhakika Watanzania tutaweza kujijua, na inawezekana ikajenga mshikamano wa kweli katika kuhakikisha tunaipeleka nchi yetu kwenye maendeleo ya kweli. Kwa hiyo mimi, ndugu zangu wanajumuiya wa Chuo Kikuu cha Dodoma, nina uhakika na wenzangu tumefarijika sana, na niwaombe wanachuo muende kushikamana, mtangulize masilahi ya Tanzania kwanza, na nataka niwahakikishie serikali ya awamu ya 5 iko pamoja na ninyi. Tuko pamoja katika kuhakikisha tunajenga nchi yetu. Wakati nikiomba kura, mimi na wenzangu, mara nyingi tumekuwa tukizungumza maendeleo hayana chama. Watanzania wanahitaji maendeleo yao sana kuliko vyama vyao, na ndiyo maana tangia tumeingia madarakani katika hii awamu ya 5 tumeamua kuanza kuchukua hatua mbalimbali. Tunajua baadhi ya hatua zingine zinawaudhi wachache, lakini hatua hizi tunazozichukua zina malengo mapana ya kuliwezesha taifa letu kwenda mbele. Mtakumbuka tulipoingia mwanzoni, tulijiuliza kwa nini tunalipa fedha nyingi za mishahara. Mishahara tulikuwa tunalipa zaidi ya bilioni 700 kila mwezi. Na unapozungumzia juu ya mishahara ya watumishi, maana yake utazungumzia pia hata increment zao, utazungumzia fedha zao za posho, utazungumzia fedha zao za likizo, utazungumzia michango yao katika pension fund na kadhalika. Tukachukua hatua. Hebu tujaribu kutafuta kweli hawa watumishi wapo. Katika hatua hizo tulizozichukua, na napenda nikushukuru sana mawaziri wanaohusika na wizara hizo, tulifanya ukaguzi na kugundua tulikuwa na watumishi hewa 19,706, na bado tunaendelea, kwa sababu sasa hivi tunaendelea kuchambua. Unapozungumzia watumishi hewa ambao hawapo lakini ni watumishi 19,706, kila mwezi walikuwa wanachukua bilioni 19.848 kama mshahara. Hii ni hasara iliyokuwa inapatikana, na kwa mwezi ni sawa na takriban shilingi bilioni 238.2. Hii ni kwa mwaka. Kwa hiyo kwa mwaka zilikuwa bilioni 238.2 zilikuwa zinatumika kwa ajili ya watumishi hewa kuwalipa mishahara. Tumewatoa wote hawa watumishi hewa, lakini najua bado wamo labda 1% hivi au 2. Wale nao muendelee kuwachambua vizuri. Baada ya kuwatoa hawa, mishahara kwa mwezi imeshuka, na matumizi ndani ya serikali yameshuka kwa sababu yalikuwa ni matumizi hewa. Ukishakuwa na mishahara hewa,
Ukishakuwa na wafanyakazi hewa, maana yake utakuwa na mishahara hewa, utakuwa na matumizi hewa, utakuwa na likizo hewa, kila kitu kitakuwa ni hewa. Kama watu wameenda wameenda likizo ya uzazi, itakuwa ni hewa. Kama wameenda kutibiwa, wamekwenda kutibiwa, hewa. Baada ya zoezi hili tulijiuliza sana, kama tumepata watumishi 19,000, maana yake hata increment zilikuwa increment hewa. Ukimpandisha mtumishi kwamba amefanya kazi, kumbe tulikuwa tunapandisha hewa. 19,706. Lakini tukaona tuingie kwenye zoezi lingine ambalo hili ni zoezi gumu, na nchi nyingi zimeshindwa kulitekeleza kwa sababu lina impact kubwa. Zoezi la kuchambua watu wenye vyeti unamkuta mtu ana nafasi fulani ya kazi, kumbe cheti sio chake, ni cha mdogo wake au cha marehemu aliyekufa. Yeye anakitumia. Tunahangaika kutafuta ajira kwa wasomi wenye vyeti vilivyokamilika kama wanachuo wa UDOM, lakini kumbe serikalini yamo majamaa ambayo hayana hata cheti. Namaliza hapa kusoma, kile unapoenda kutafuta ofisini una cheti chako, iji una GPA ya 4.1, piga misongo imesimama vizuri, makarata chache tu. Unayekwenda kumfesi kule ofisini, kumbe ni darasa la 7, ana cheti hewa. Unafikiri atakupa kazi wewe? Atakuangalia hiki cheti hiki. Kumbe hajui hata kusoma vizuri, GPA hajui. Kwa hiyo vijana wa Watanzania maskini wamekuwa wakizunguka kutafuta kazi, lakini kazi hizo zimekaliwa na watu ambao hawana qualification. Na ndio maana katika uchambuzi uliofanywa wa watumishi wa umma 435, watumishi 9,932 wamebainika kuwa na vyeti vya kugushi na vyeti feki. Sasa mimi mnataka nifanyeje? Mtu amegushi nimsamehe? Haiwezekani kabisa. Kwa hiyo waziri mkuu uko hapa na waheshimiwa mawaziri wote mnaohusika, hawa watu 9,932 mshahara wao wa mwezi huu ukatwe na waondoke mara moja kwenye utumishi wa umma kuanzia leo. Watakao baki mpaka tukaingia mwezi wa 5, muwapeleke kwa mujibu wa sheria, ili kusudi wakafungwe hiyo miaka 7. Tuweze tukawa na taifa la wafanyakazi wasio na qualification. Na hizo nafasi 9,932
zitangazwe ili wasomi hawa waanze kuziomba. Hawa 9,932 leo ni tarehe 28. Ninajua wanajijua, lakini na majina yao muiandike yote kwenye magazeti, kwa sababu ndio sera za uwazi. Kama ulikuwa na baba yako ni Kihio, unamjua hapo moja kwa moja. Nataka watu wajifunze. Wametuibia hela zetu katika kipindi chote tunafanya kazi. Hawana qualification, lakini wamekaa pale kwenye position ambazo hawastahili kuwa hapo. Hawa ni majambazi, ni majizi kama yalivyo majizi mengine. Kwa sababu kwa vyovyote performance katika kazi zao hawakuweza kuperform vizuri. Huwezi ukaperform wakati huna qualification hiyo. Tanzania hatujasema kwamba kila anayetakiwa kuajiriwa lazima awe na degree. Hata ukiwa darasa la 7 utaajiriwa kulingana na kazi yako. Hata ukiwa form 4 utaajiriwa kulingana na position yako. Kwani makuli kule bandarini wanaobeba mizigo unahitaji kuwa na degree? Si ni nguvu tu za mabega? Lakini haiwezekani wewe unastahili kwenda kwenye nafasi fulani ya kazi ukaenda ukashikilia nafasi ambayo sio yako. Wale kama hizo nafasi walizonazo wana qualification hizo, wakatafute kazi zenye qualification zao. Kwa sababu kila rank yoyote ya elimu Tanzania unaweza ukapata ajira. Hatujasema wote wawe na degree, hatujasema wote wawe na PhD, hatujasema wote wawe maprofesa, lakini kila mmoja aende mahali ambapo panamfaa kutokana na ujuzi wake. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema hapa, kama mtu ulishindwa kufika sehemu fulani, don't jump. Nenda kwenye elimu hiyo ya lakini usiende kudanganya. Na ndio maana tumeona tuchukue hizi hatua kali. Najua ni hatua kali, lakini nafikiri itakuwa fundisho kwa watu waliozoea kufoji vyeti. Na ndio maana ninasema kwa hawa 9,932 watu wa Wizara ya Fedha wako hapa, kafute majina yao yote kwenye kompyuta. Na orodha ninayo hapa, nitakuwa na cheki na mimi. Kwa sababu watajiondoa wenyewe kwa hiari yao na kwenda kupumzika. Watakaojiondoa wenyewe kwa hiari yao, msiwapeleke mahakamani. Wale wanaojifanya wanajua sana, kwa sababu majizi wa vyeti hawa wanajifanya wanajua sana, itakapofika mpaka tarehe 15 wanaojifanya hawajaondoka na wameng'ang'ania kukamle, kila mkuu wa idara mahali pake, kwa sababu orodha yote mtaipata. Vyombo vya dola, polisi, shikeni wapelekeni kwenye vyombo vya sheria ili wakajibu vyeti vyao walivichapisha wapi. Hawa watumishi 1,538 wenye vyeti vya utata, kwa maana kwamba vyeti vyao vinatumiwa na zaidi ya watu mmoja, Wizara ya Utumishi muhakikishe kufika tarehe 15 muwe mmeshajua ni nani mwenye cheti chake.
na hawa 1538 mshahara wa mwezi huu wasipewe kwanza mpaka atakayepatikana mwenye cheti halali. Lakini katika hawa 1538 kama wanajijua kwamba si wahusika wa cheti halali, na wao waondoke mapema. Na hapa tutakuwa tumetengeneza ajira karibu 12,000. Si haba kwa wasomi wetu ambao wakihangaika bila kupata ajira. Watumishi 11,596 waliowasilisha vyeti vya utaalamu bila vyeti vya taaluma, muendelee kufanya, kwa sababu mtu anaweza akawa ni daktari lakini alianzia kuwa clinical officer, na clinical officer hahitaji kumaliza form 6. Alipomaliza clinical officer, assistant medical officer, sifahamu kama hizo nafasi bado zipo. Kwa hiyo hakuwa form 6. Alipomaliza kule akaenda kuchukua degree ya udaktari. Hiyo njia inajulikana. Wapo pia waliomaliza form 4 akaenda akachukua certificate ya ualimu grade A. Ametoka kule akajiendeleza, akaenda akachukua diploma ya ualimu. Ametoka kule akaenda kuchukua degree. Na mimi nafahamu chuo kikuu palikuwa na profesa anafundisha kupitia katika mlolongo huo.